Na mimi nikasema siku Mungu atakaponipa uwezo, ingawa mimi si Muislamu, siku Mungu atanipa uwezo nitawasaidia Waislamu. Kweli nilipopata uwezo nikaamua kuchimba visima vya maji kwenye misikiti 5 ya Waislamu wanatumia kwa ajili ya ibada mpaka leo. Kwa hiyo nikisema kwa habari ya mambo ya Waislamu, natetea Mtanzania, natetea Mkristo, natetea Muislamu, natetea aliyoonewa, na hii ndiyo kazi ya Yesu iliyomleta duniani kusaidia walioonewa. Haleluya. Naibu Spika, nilikuwa nafikiri ni muhimu sana, kwa kuwa kazi mojawapo ya bunge letu ni kutunga sheria, lakini na kufanyia marekebisho sheria na kufuta baadhi ya sheria. Haileti sense kwa nini mpaka leo wale mashehe 23 wa Uamsho wa Zanzibar wako ndani mpaka leo mahabusu. Leo ni miaka 9, Mheshimiwa Naibu Spika. Haileti sense kabisa. Najaribu kuwaza, ningekuwa mimi au angekuwa baba yangu au angekuwa ndugu yangu ambaye mpaka leo miaka 9 yuko ndani, hajahukumiwa bado na haijulikani ana hatia au hana hatia, itakuwaje baada ya miaka 20 huyu mtu mkagundua hana hatia? Atalipwa nini in exchange na miaka aliyopoteza? Na mimi kwa kweli hili haliingii akilini. Kwa nini hawa mashehe 23 wa Uamsho wa Zanzibar wako ndani mpaka leo kwa miaka 9? Lakini haitoshi, kuna mashehe 64 huko Arusha ambao na wao wako ndani kwa sababu ya hizi sheria za ugaidi ambazo hazina dhamana, kwa sababu ambazo hatuzielewi. Na mimi nashangaa kwa nini mashehe tu wako ndani kwa ajili ya sheria za ugaidi, hakuna gaidi mwingine ambaye sio shehe. Naomba Mheshimiwa waziri husika pamoja na serikali kwa ujumla tuangalie kwa undani sana namna ya kulihendo swala hili, kwa sababu sio sahihi mashehe hawa wakawa ndani kwa muda wa miaka 9. Sisemi kwamba wana hatia au wana hatia, sijadili kosa lao, lakini nachojadili ni kwamba basi wangehukumiwa, basi ikajulikana, wangehukumiwa, wangejua wamebakiza miaka 3, miaka 4, miaka 5, miaka 6, lakini sasa wako ndani bila kujua watamaliza lini matatizo yao. Mimi nilikuwa naomba wizara pamoja na by implication waziri wa hii wizara ni Mheshimiwa Rais, na Mheshimiwa Rais wa nchi ni rais wa nchi, lakini pia ni waziri wa hii wizara. Nilikuwa naomba jambo hili lifanywe kazi. Wengine watasema Gwajima hawapendi Waislamu. Hakuna askofu Tanzania ambaye anawapenda Waislamu kama mimi. Nikupe mifano mitatu. Mfano wa kwanza, mimi nimechimba visima chini, kisima cha fedha nyingi, milioni 30, hapa Dar es Salaam kule Salasala mwisho wa lami. Nimechimba maji, na maji nikapeleka msikitini, nimewapa Waislamu bure maji kwa ajili ya ibada. Nimefanya hivyo kwa misikiti 3 hapo, msikiti wa Makuti, msikiti wa mwisho wa lami, msikiti wa kwa Mkupita huko Salasala. Nimewachimbia maji cha msikitini. Nimesoma form 1, naishi msikitini. Waislamu mimi nawapenda. Huo ni mfano wangu wa kwanza. Wa pili, nyumbani kwangu nimeishi na Waislamu. Nimeishi na Fauzia, nimeishi na Asha, naishi nao bila maneno, nawapenda. Na zaidi ya hapo, nilikwenda kuhubiri kwenye mkutano wangu wa Tanga. Watu wote wanajua mkutano wa Tanga. Kama unavyojua Tanga 95% ya watu ni Waislamu. Mkutano wetu ulikuwa na zaidi ya watu milioni 2 Tanga, na nilihubiri vizuri na Waislamu wakanipa ushirikiano. Na mahala ambapo adhana ilipokuwa inapigwa, nilikuwa naamua kuzima vyombo kupisha adhana ya Waislamu. Kuna mhubiri aliyewahi kufanya hivyo Tanzania. Nimehubiri sehemu zote kwa uaminifu na kwa wema, na rafiki zangu Waislamu wengi ambao huwezi kunitenga nao, utaweza kunitenga nao, ni rafiki zangu, Muislamu lakini rafiki yangu.